Mchezo kati ya Yanga na Coastal Union ni mchezo mgumu na ni mchezo ambao katika makaratasi moja kwa moja bila kupepesa macho utasema Yanga inaweza kupata matokeo kwa sababu ya quality player wachezaji ambao wako nao. Ukiwazungumzia kina Djigui Diarra, kina Pacome, kina Maxi, kina Prince Dube na wachezaji wengineo kina Duke Abuya, Mudathiri Yahya Basi, lakini sasa hivi pia kule upande wa kulia wako na Israeli Mwenda, upande wa kushoto wako na Boka. Unahisi kwamba ni mchezo ambao ni mchezo mgumu kwa Coastal Union kwa sababu pale katikati ukiangalia jinsi ambavyo Yanga wanacheza, muhimili wao mkubwa mara nyingi unakuwepo kwa Alidi Aucho ambaye tangu ametua pale Jangwani amekuwa ni mchezaji mwenye consistency, yani ule muendelezo ambao amekuwa akifanya vizuri sana. Lakini sasa kwa nini ninasema huu ni mchezo mgumu sana kwa Yanga? Cha kwanza ni kwa sababu ukiwaangalia Yanga akili zao zilikuwepo moja kwa moja kucheza dabi, ile dabi ya Kariakoo ambayo watu wengi walikuwa wanajaribu kuwaza na kufikiria pengine ingekuwa sintofahamu kwamba Yanga ungeweza kushinda ama wasingeweza kushinda kupata matokeo. Kwa hiyo tafsiri moja ya mchezo kuwa mgumu zaidi ni kwa sababu ya akili ya Yanga ambayo waliseti zaidi kucheza na Simba kuliko kucheza na klabu yoyote, kama ni Yanga ama kama ni Simba ama kama ni timu nyingine yoyote. Kwa hiyo ilikuwa inaashiria kwamba ni mechi ngumu sana ambayo Yanga angekutana nayo. Lakini sasa kwa sababu hajakutana na timu pinzani ambayo tunaiona kana kwamba ndio timu ambayo ingempa ushindani mkubwa, lakini badala yake mchezo ukaahirishwa kwa sababu za hapa na pale. Wengine wamesema Yanga ana quality kubwa ya kikosi ambacho Simba alijaribu kupima maji akaona ni maji yamezidi unga ama maji ya shingo ama mto umetapika akashindwa kuingiza timu. Baadhi ya watu wanasema hivyo kwa sababu ya quality player ya wachezaji wa Yanga ambao yuko nao. Kwa sasa ile tempo ambayo Yanga walikuwa wameiandaa kwa Simba imedrop. Kiangalia wachezaji wengi mara baada ya mchezo ule kuahirishwa, wengi walirudi nyumbani, yani majumbani, kila mtu kwenda na mazingira yake ya kawaida, maisha yake ya kawaida. Kwa hiyo kama wamekutana siku moja tu alafu kuna mechi inafuata hapo, maana yake kuna kitu kinakuwa kinapungua. Physical fitness kwa Yanga inaweza ikapungua leo. Ukiangalia vizuri kitu hichi ninachokizungumza, wewe mtazamaji ni shahidi. Angalia mchezo wa jana ambao Simba walipata ushindi dhidi ya TMA. Wachezaji wa Simba wamekuwa wazito, wamekuwa wagumu kweli kweli, na mwisho wa siku dakika 90 zimehitimishwa Simba wakipata ushindi wa bao 3-0. Lakini yote kwa yote ulikuwa ni mchezo fulani ambao uliwaashiria kwamba Simba kweli wamekuwa na changamoto katika uchezaji wake. Na lakini kwa Young Africans nao inawezekana pia ikawa ni moja ya mchezo fulani mgumu sana kutokana na namna gani walikuwa wana akili kubwa sana ya kucheza na Simba na ule mchezo ukaairishwa. Kwa hiyo nguvu ambayo waliweka kwa Simba ikadrop, yani kuna nguvu ambayo imepotea hapa katikati. Yani ni sawa sawa mtu ambaye amefanya mazoezi sana kwa sababu ya kupigana alafu asipigane. Huyo mtu akutana na bondia wa kawaida anaweza akachapwa vile vile kwa sababu tayari yeye tempo yake ilishakuwa kubwa, inaenda kushuka. Alikuwa katika kilele anaenda kudrop. Ndicho ambacho kinawatokea Young Africans. Sasa leo tuzungumze tu kikosi cha Yanga tunachokijua kwa bora ama kwa ubora wa wachezaji wake ndicho ambacho kitaweza kuamua matokeo. Sitegemei kuona Yanga ikicheza mpira mkubwa sana leo kama kile ambacho nilizungumza kwa jana. Sijategemea kwamba Simba ingecheza mpira mkubwa sana dhidi ya TMA. Wakacheza lakini wakapata matokeo. Hata Yanga pia sitegemei kwamba Yanga wanaweza kuwa na mpira mkubwa sana leo dhidi ya Coastal Union, lakini wanaweza wakapata matokeo kwa sababu ni klabu moja ambayo ina wachezaji ambao wanaamua mechi, wachezaji ambao wamekimbiwa na wapinzani wao kwa mujibu wa watu wengine, kwamba wachezaji ambao wako na Yanga ni wachezaji ambao Simba wamepima upepo wake, mwisho wa siku akaamua kuwakimbia. Lakini ukiangalia uhalisia ule mchezo Simba hawajakimbia, badala yake kutokana na namna ambavyo kuna fujo zimejitokeza hapa na pale, mwisho wa siku hata alama 3 wajulikani apewe nani. Maana yake hakuna mchezo, inatakiwa kufanyika mchezo upangwe tarehe nyingine ili kuweza kuipata dabi nzuri ya Kariakoo. Coastal Union wanaweza wakazuia Yanga kama watafuata yafuatayo. Kwa mfano, inabidi leo wakimbie sana, wakimbie zaidi ya Yanga, lakini pia wasifanye makosa hususan kwenye safu ya ulinzi.
Kwa sababu Yanga ina striker hatari sana. Bado hatujafahamu kama atatumika Clement Mzize ama Prince Dube, ambao hawa wote wanaonekana wana mbio, lakini vile vile pia ukiangalia jinsi ambavyo Pacome Zouzoua amekuwa ni mchezaji bora, na sitegemei sana kwamba Yanga itaingiza kikosi kile ambacho walitaka kucheza na Simba. Badala yake nitaona kuna rotation kidogo ambacho kitafanyika. Wapo wachezaji ambao wataanzia sabu alafu watakuja kuingia hapo baadaye. Kwa hiyo Yanga na Coastal Union, Coastal wanatakiwa kuwa active zaidi, hususan wakiwa katika safu ya ushambuliaji pale mwisho kwenye kibox cha mwisho, kuhakikisha kila nafasi wanaoipata wanafunga ama wanatoa assist ya bao, mwingine anaweka bao. Lakini ukiangalia kwa Yanga Afrika, wao wapo na wachezaji ambao wanaamua mechi. Kwa hiyo hata kama watu cheza vizuri, lakini bado naweza kuona Yanga kwamba wakapata matokeo, ila lolote linaweza likatokea, kwa sababu Coastal Union hawajacheza siku kadhaa hizi, walikuwa wanasubiri Yanga kwamba nyinyi baada ya kutoka hapo mnakuja kukutana na sisi Coastal Union tunawazaba. Japo sioni kwamba Coastal Union inaweza ikawa na wachezaji wenye quality zaidi ya Yanga, ila naona Yanga wenye quality zaidi ya Coastal Union, lakini naona Coastal Union wenye uwezo wa kuwazuia Yanga Afrika leo. Asante sana.